Chama cha AFP chamtambulisha mgombea wake wa urais atakayepeperusha bendera ya chama hicho katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba mwaka huu. Na katika michezo, wa Tanzania waishio Beijing nchini China wamesifu wachezaji wa timu yao kwa mafanikio iliyopata, ikiwemo kufika fainali ya mashindano maalum ya kombe la dunia. Naam, habari ya asubuhi mtazamaji wetu, karibu katika taarifa ya habari ya asubuhi ya leo. Mimi ni Margaret Itala, nitakayokuletea habari hizi. Tunaanza na habari za kitaifa, baadaye michezo na burudani. Baada ya mapumziko tutakuletea sehemu ya pili ambayo tutakusomea kwa ufupi vichwa vya habari katika magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo katika studio zetu. Karibu. Chama cha Alliance for Africa Farmers Party AAFP kimemtambulisha mgombea wa nafasi ya urais na mgombea mwenza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao watapeperusha bendera kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Hamis Suleiman anaripoti. Katibu mkuu wa chama cha AAFP Rashid Rai akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kabla ya kumtambulisha mgombea urais na mgombea mwenza wake, amesema chama hicho kimejipanga katika kuleta mabadiliko makubwa pindi kitakapopata ridhaa ya kushika dola. Mkutano leo ni maalum kwa ajili ya chama sasa kuwatambulisha rasmi kwenu waandishi wa habari kwamba chama chetu katika mkutano wa tarehe 29 wa mwezi wa 4 mwaka huu tulipitisha majina ya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano ndugu Kunje Ngombale Mwilu na mgombea mwenza Bichumu Juma Habala. Tunafanya hivyo kwa sababu mgombea nafasi ya urais kupitia chama hicho Kunje Ngombale Mwilu amewashukuru wajumbe wa mkutano wa chama hicho ambao walimpitisha kugombea nafasi ya urais na kuahidi makubwa katika safari hiyo, huku akijinadi kuwa serikali yake itakuwa ya mchaka pindi akipata ridhaa ya kuchaguliwa. Tumejipanga kisawasawa kuchukua dola nchi hii. Serikali yangu, ndugu zangu waandishi wa habari, itakuwa ya mchaka. Itakuwa hakuna kulala kwa wale nitakaowateua na wale watakaochaguliwa. Wananchi watapata usingizi, lakini wateule na wachaguliwa, wabunge na mawaziri wangu wa serikali yangu hawatapata usingizi. Aidha, mgombea huyo pia akatoa rai kwa vyama vya upinzani kutokuwa na mihemko ya kisiasa ya kutaka mabadiliko ya haraka kwa kutumia lugha zisizofaa. Mabadiliko yana safari ndefu. Mabadiliko si ya haraka tu. Haiwezekani. Kuna baadhi ya vyama, siwezi kuvitaja kwa majina, natoa mfano. Mnada unafanyika kesho kutwa wa ng'ombe. Yule ng'ombe amekonda. Wewe unamlazimisha yule ng'ombe leo umpe pumba ili aweze kunenepa, umpeleke kwenye mnada. Hilo linawezekana ndugu zangu waandishi wa habari? Haliwezekani. Hamis Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Naam, shukran Hamis Suleiman kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogo